asifiwe kanisa. Nafurahi sana kufika eneo hili. Kanisa nimekuta mada nzuri inaendelea, somo nzuri sana, na natamani tu nigongele msumari sehemu ndogo tu kwamba unapotoa usitoe kwa mununguniko wala kwa kuhesabu. Mimi nina ushuhuda kwa ajili ya kutoa na huwa sihesabu mpaka mtu mwenyewe anakuja kunikumbusha ulinifanyia hiki na kile. Kwa hiyo naomba tu na mimi ni waasi kuwa tuwe watu wa kujitoa, tuwe watu wa kumtolea Mungu pasipo kuhesabu, kwa sababu huwezi ukajua Mungu atalipa kwa njia ipi. Anaweza akalipa kukupitia au hata kwa uzao wako au hata kwa rafiki au ndugu. Niweze tu kuacha na hayo machache. Kwa hiyo naomba, kwa hiyo bajeti ya $1,000,000 naidi shilingi 200,000, la kwa leo nitaanza na shilingi 70,000. Tumeombwa kutoa chochote tulichonacho, ila kwa huyu ndugu yetu nilipomuona nimeingiwa imani kama mwanamke, kama mke, nimejaribu kuvaa viatu vya familia yake. Nisichokielewa kwanza, mtumishi, naomba kuuliza, je, ana bima ya afya? Kama ana, nilikuwa na wito wa kumtengenezea bima ya afya. Bwana akutendee makubwa, Bwana akuinue, Bwana akuangazie nuru za uso wake, Bwana akufadhili, Bwana akufikishe katika vilele vya juu, kwa sababu tu unamtambua Mungu wa mbinguni na unatambua kazi yake katika ulimwengu huu. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Walter Boke Haruni, ninatokea Shirati katika conference ya Mara wilaya ya Rorya. Tumekuwa na mkutano hapa wa wiki mbili tangu mwanzo, ambapo leo ndio tarehe yetu ya kuhitimisha sabato ya leo. Mungu ametutendea miujiza mikubwa, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutuletea dada yetu Janet Owino kwa namna ambavyo ametusapoti katika mkutano huu tangu tulipoanza mpaka leo tunapohitimisha. Tumeshuhudia namna ambavyo ametushika mkono kwa mchango wake mkubwa, na mchango wake umewezesha kazi ya Mungu hii kufanyika vizuri, na tumehitimisha mkutano bila shida yoyote, kwa sababu alitugusa, alitushika mkono, na kutugusa kwake kumefanya kazi ya Mungu imesonga vizuri. Mkutano ulikuwa ni mkubwa, ni mkutano ambao ulikuwa unasimamiwa zaidi ya makanisa 20, ambayo hayo makanisa 20 yaliandaa mkutano mkubwa wa kina mama mkoa wa Mara, na sisi kama viongozi wa kanisa pia tulikuwa tunasimamia mkutano kuhakikisha kwamba unakwenda vizuri. Kwa dada Janet Owino, Mwenyezi Mungu ambariki sana kwa namna ambavyo amefanya kazi ya Mungu hii ikafanikiwa, na sisi kazi yetu kanisa ni kumuombea ili pale anapoweza kusimama Mungu akamwezeshe ili jina la Bwana likaendelee kutukuzwa. Jambo kubwa ni hili: akisimama na Mungu, Mungu atamfanyia mambo makubwa, wala asiogope. Sisi kazi yetu ni kumuombea usiku na mchana. Mungu awabariki sana. Karibu Rorya, karibu Shirati, dada Janet Owino. Kwa majina naitwa JPS James Omari, nimetokea kata Nyamagaro ndani ya wilaya ya Rorya. Nimefika hapa Shirati katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Tumekuja kuabudu nao tukiwa pamoja na dada yetu Janet Owino Daniel Msiani, mwenyekiti wa kina mama wilaya ya Rorya. Alikuja kutembelea kanisa lake na kuwawezesha kupitia mkutano waliokuwa nao. Dada ni mpambanaji sana, ni dada anatetea haki za kina mama, watoto, wazee, vijana, hata walemavu. Huyu dada ana jambo lake, lakini kupitia jambo lake tunamshirikisha sana Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia. Ni mpambanaji, tunamuombea wakati wote unaofaa, hata wakati usiofaa. Watumishi wa Bwana wote wanamuombea, pande zote nne za dunia tunamuombea. Na kupitia haya maombi na imani, Mungu anaenda kutenda jambo kubwa juu yake. Na anavyoendelea kutoa kwa ajili ya makanisa, Mungu anaendelea kufungua njia zake. Tunamuombea sana Mungu aendelee kumpa uzima, afya njema wakati wa mapambano. Apambane akijua anaye jasiri, ambaye ni Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ni mtetezi wake atakaye kumsimamia katika kila jambo, kila hatua na kila unyayo wake. Na nina imani Mungu anaenda kutenda jambo kubwa juu yake. Kwa jina naitwa Ana Charles Sagamo, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji kata kutoka wilaya ya Rorya. Ninamshukuru sana dada Janet kwa upendo wake, ameweza kuitikia wito na kuja kushiriki pamoja nasi
katika kongamano hili la kina mama conference Mara. Tumekuwa naye, amekuwa pamoja nasi. Pamoja na hayo pia ametushika mkono kwa michango mbalimbali aina ya chakula, sadaka, na pamoja na hayo hajaacha. Kulikuwa na yatima ambaye ni kiwete, hakuwa na uweza wote, hana familia, ni kama vile yuko mwenyewe, lakini amekubali kumchukua na kuwa kama familia yake. Mungu ambariki sana Mheshimiwa Janet kwa moyo aliopewa. Mungu amzidishie kwa hicho kitendo alichokifanya. Kwa kweli ni kitendo kilichotufurahisha sana na imependeza sana machoni pa Bwana. Gharama ya Ukristo. Ukristo ni gharama. Ukristo una gharama yake. Tena gharama ya Ukristo ni kubwa kuliko gharama ya kitu kingine chochote. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya mke. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya mume. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya nyumba nzuri.